ni Mtoro TV. Katika moja ya viumbe ambao ni dhaifu ni wanadamu. Khuliqal insan dhaifan, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya udhaifu uliokuwa mkubwa sana. Kwa hiyo ukiwafahamu wanadamu katika lugha nyingine ndio umeyafahamu maisha. Ukiwafahamu binadamu kwa hakika unakuwa umeyafahamu maisha, na usipowafahamu wanadamu kwa hakika utapata tabu sana katika maisha yako, kwa sababu hujawajua wanadamu ni viumbe wa aina gani. Kwa hiyo leo tumechagua kuelezea arifi nasa taslam, wafahamu wanadamu, kwa hakika utasalimika sana katika maisha yako. Sayyiduna Musa alayhi salam, yeye Mwenyezi Mungu anamuita ndani ya Qur'ani kuwa ni msemezwa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Musa alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miongoni mwa siku Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo kadha wa kadha, lakini katika miongoni mwa mambo aliyokwenda nayo Musa alayhi salam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alikwenda kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu, najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu ninakuomba mimi unikinge, uniokoe kutokana na maneno ya wanadamu. Musa alayhi salamu alikwenda kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Musa alikuwa anaongea na Allah na yeye ni mtume ambaye alitumwa kwa Banu Israili, Mwenyezi Mungu anasema, wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura. Na aya zimeendelea mbele, lakini Mwenyezi Mungu anathibitisha ya kwamba Musa ni mtu aliyetumwa kwenda kwa Banu Israili na alipewa kitabu kinaitwa Taurati kuwapelekea Banu Israili. Lakini juu ya kwamba Musa alikuwa ni mtume wa Allah, bado Banu Israili walimshughulisha kwa maneno. Banu Israili walimshughulisha kwa vitimbwi, wakawa wanamshughulisha sana Musa. Na Musa katika miongoni mwa madhaifu yake alioumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni mtu ambaye haraka sana anawahi kupaniki Musa. Mwenyezi Mungu alimpa kigugumizi, na watu wenye kigugumizi mara nyingi wanakuwa wana hasira za karibu sana, na Musa alayhi salamu Mwenyezi Mungu alimuumba hivyo. Sasa ilikuwa inafika kipindi wale Banu Israili walikuwa wanamuudhi Musa to the maximum level, yani ilikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa, mfano wake hakuna, mpaka Musa ilikuwa anajazibika na kasirika. Sasa siku moja akatoka, ndo akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia, ya Rabb, najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge mimi kutokana na ndimi za watu wasiniongelee vibaya. Mwenyezi Mungu akamjibu Musa akamwambia, ya Musa, ana lam aj'al dhalika li nafsi, ewe Musa, hakika ya hayo unayosema wewe ni yafanye kwako sikuyafanya katika nafsi yangu mimi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa aj'aluhu lak, vipi nitaweza kuyafanya hayo yawe katika maisha yako? Yani Mwenyezi Mungu alikuwa anamaanisha kwamba ikiwa mimi Mwenyezi Mungu niliwaumba wanadamu na bado wananisema, itakuwaje wewe Musa unayetaka wanadamu wasikuseme, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah kumlalamikia kuhusu wanadamu. Lakini lau kama ukiwafahamu wanadamu, inakuwa haiwezi kukupa shida kwenye maisha yako. Wanadamu wakiwa wanaongea, wanadamu wakiwa wanakusema, wanadamu wakiwa wanafanya vitimbwi, wanadamu wakiwa wanafanya usda, linakuwa halikupi shida kwa sababu tayari unawajua. Mtu mmoja aliwahi kusema, mwanafalsafa mmoja, allamatni alhayatu, maisha yamenifundisha mimi, anna anwa'i nnasi thalathatun,
wanadamu kwenye maisha hawa wako aina tatu. Ukiwa unaishi kwenye maisha yako, hili liweke sana kwenye akili yako. Anna anwa annasi thalathatun, wanadamu hawa unavyowaona wapo katika makundi matatu. Kundi la kwanza akasema nasun kalhawa la yumkinu al-istighna'u anhum abada, huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili akasema nasun kadawai tahtajun ilayhim ahyanan, huyo ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu akasema nasun kaddai la targhabu fi wujudihim abada, huyo ni mtu wa tatu. Wanadamu hawa kwa maelezo yake akasema nasun kalhawai, kuna wanadamu hawa wapo kama hewa, kama unavyoona upepo. La yumkinu al-istighna'u anhum abada, bila wao inakuwa haiwezekani kwenye maisha. Kuna wanadamu kama hewa, mwanadamu lazima avute hewa kwenye maisha yake. Sasa bila wanadamu hao kwenye maisha yako huwezi. Kuna wanadamu wako hivyo kwenye maisha, yani wao wanakuwa ni msaada kwenye maisha yako. Na kisha akasema nasun kaddawa, na kuna wanadamu kama unavyoona dawa, tahtajun ilaihim ahyanan, kuna baadhi ya nyakati unahitaji dawa, na ndivyo kuna baadhi ya wanadamu, kuna baadhi ya wakati unawahitaji. Lakini mtu aina ya tatu akasema nasun kaddai, na kuna binadamu hao kama unavyoona maradhi, la targhab fi wujudihim abada, yani hao utamani kwenye maisha yako wawepo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna wanadamu wapo kama hewa unawahitaji, na kuna wanadamu wapo kama dawa, ukiumwa unawahitaji, na kuna wanadamu hao wapo kama ugonjwa. Hakuna mtu ambaye anatamani ugonjwa kwenye maisha yake, na wanadamu wako hivyo kwenye maisha ya mwanadamu. Na kanuni ya wanadamu ilivyo, wanasema kama vile unavyoona i'rab, kama unavyoona kwenye Qur'ani au kwenye maandishi ya Kiarabu, kuna baadhi ya maneno yamekuja yanahitaji uweke dhumma. Ikiwa ni fa'il lazima awe na dhumma, lile neno litakuwa na dhumma, lile jina litakuwa na dhumma. Ikiwa pengine yule mtu anakuwa ni mafuul, anakuwa ndio mtendewa, basi kwenye lile neno litakuwa ni mansub, lazima kuwe na fatha. Na kwenye maisha ndio hivyo hivyo, kuna binadamu lazima uweke dhumma, kuna binadamu lazima uweke fatha, kuna binadamu lazima wawe na kasri kwa sababu wanakuwa ni majrur. Kwa hiyo wanadamu wametofautiana kwenye maisha. Kuna wanadamu tunaowahitaji, bila wao haiwezekani maisha yetu kwenda, na kuna wanadamu vile vile hatuwahitaji kama unavyoona ugonjwa. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowagawa wanadamu. Kwa hiyo mwanafalsafa huyu akasema anna anwa an-nas thalathatun, aina za watu kwenye maisha zipo za aina tatu, lazima ujue. Sio kila mtu kwenye maisha atafaa, hapana. Kuna baadhi ya watu kwenye maisha hawafai, kuna baadhi ya watu kwenye maisha hatuwahitaji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu, wao wapo kwenye maisha yetu. Lakini kuna wanadamu ambao tunawahitaji kwenye maisha yetu, bila wao haiwezekani. Na kuna wanadamu ambao hatutamani kabisa hata kukutana nao kwenye maisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndio ameshawaumba. Ndio maana siku moja Sayyiduna Ali katika moja maneno yake aliwahi kusema thalathatun la budda an tastaqirra fi dhinik, mambo matatu ukiwa unaishi kwenye maisha yako hakikisha unayaweka kwenye akili, unatembea nayo. Jambo la kwanza akasema la najata min almaut, hakuna mtu ambaye anaweza kuepukana na kifo. Na mtu wa pili akasema, jambo la pili akasema la salamata min kalamin nas, ukiwa unaishi kwenye maisha yako hakikisha ya kwamba unatembea kwenye akili yako, unajua kwamba huwezi kuepukana na maneno ya wanadamu. Ili jambo lazima uliweke kwenye akili yako. Na jambo la tatu akasema la rahata fi dunya, duniani hapa hakuna starehe. Namna utakavyoishi kwenye maisha yako itakuwa ni tabu tu. Ukiwa ni mwema itakuwa ni tabu, ukiwa mbaya itakuwa ni tabu. Yani duniani hapa hakuna starehe, hakuna kuenjoy katika maisha ya mwanadamu. Ukiwa mzuri wanadamu watakusema, la salamata min kalamin nas, hakuna kuepukana na maneno ya wanadamu. Kwa hiyo wanadamu kwenye maisha, anna anwa an-nasi thalathatun, wanadamu hawa
wapo katika makundi ya aina tatu, lazima ulijue katika maisha yako. Lakini al-Imamu Shafi'i katika kuelezea wanadamu siku moja aliwahi kusema, yaqulu al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Shafi'i anasema, man yadhunnu annahu yaslamu min kalami nnasi fahuwa majnun, yule ambaye anadhani ya kwamba ataepukika na maneno ya wanadamu, mtu huyo atakuwa ni mwenda wazimu. Imam Shafi'i anasema hivyo, yule ambaye anayedhani kwamba kwenye maisha yake ataepukana na maneno ya wanadamu, mtu huyo atakuwa ni mwenda wazimu. Wewe ukiwa unafanya jambo kwenye maisha yako kisha ukaamini kwamba wanadamu wote watakupenda, wanadamu wote watakusifia, wanadamu wote watakusema kwa mazuri, wewe utakuwa ni mwenda wazimu, akili zako hazipo sawa. Ndio al-Imam Shafi'i anasema, man yadhunnu annahu yaslamu min kalami nnas fahuwa majnun, yule ambaye anayedhani ya kwamba ataepukana na maneno ya wanadamu, mtu huyu atakuwa ni mwenda wazimu. Kisha akasema, qalu anillahi thalithu thalatha, kuna watu walimsema Mungu kwamba miungu iko watatu. Yani kuna watu wana Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna watu wamemweka Mungu ana utatu, watu wamemsema Mungu Allah subhanahu wa ta'ala na utatu. Waqalu, na kuna baadhi ya watu wamesema kwenye dunia hii, an habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahirun, wamemsema mtume kwamba alikuwa ni mchawi, majnunun, alikuwa ni mwenda wazimu. Kuna watu walipita huko nyuma walimsema mtume kuwa ni mchawi. Kuna watu walipita huko nyuma walimsema mtume kuwa ni mwenda wazimu. Sasa ikiwa mtume alisemwa, we unadhani utasalimika na maneno ya wanadamu? Kwa hiyo ukiwa unaishi kwenye maisha yako kisha ukadhani kwamba watu wote wakuseme vizuri, we utakuwa mwenda wazimu. Kama kulikuwa na mwanadamu anapaswa aseme vizuri, watu wamzungumze vizuri, alikuwa ni Mtume Muhammad. Lakini al-Imamu Shafi'i anasema ilifika hatua watu walimuita mchawi, ilifika hatua watu walimuita mwenda wazimu. Haya, we nani usisemwe? Haya, we nani usitukanwe? We nani watu wasikutete? Hao ndio wanadamu. Ikiwa watu wamemsema mtume, we ni nani mpaka usisemwe? Kisha al-Imamu Shafi'i akasema, fama dhannuka biman huwa dunahuma, wewe unadhani kwenye maisha yako, al-Imamu Shafi'i anasema, wewe unadhani kwenye maisha yako mtu ambaye yuko chini yako daraja lao litakuwa ni lipi? Kisha al-Imamu Shafi'i akasema, fakalamu nnasi mithlu sukhur, maneno ya wanadamu kama unavyoona mfano wa jiwe au mawe. Kadri ya wanadamu wanavyozungumza, kuna mawili, uyatumie mawe yale kujengea ama uyatumie mawe yale kupandia mahala ya kufikishe katika daraja aina fulani. Kwa hiyo kuna baadhi ya wakati wanadamu wakiwa wanaongea, inawezekana ikawa ndio sababu ya wewe kufika kwenye daraja aina fulani. Al-Imamu Shafi'i anasema, fakalamu nnas mithlu sukhur, maneno ya wanadamu mfano kama unavyoona mawe yale. Sasa utakhiari mwenyewe, uyachukue yale mawe ujengee, uyachukue yale mawe upandie uelekee sehemu nyingine, au yale mawe ya kudhoofisha ya kuue. Kwa sababu ukiyazingatia maneno ya wanadamu mfano wa mawe yatakuua, lakini ukiyachukua kama ni fursa, kama ni somo, yatakusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo al-Imamu Shafi'i hapa anatanabaisha ya kwamba kwenye maisha yako ukiwa unaishi, jua ya kwamba kuna baadhi ya watu watakusema tu, kuna baadhi ya watu watakuzungumza vibaya mama utakavyokuwa. Ukiwa mzuri watakusema, ukiwa mbaya watakusema, vyovyote vile. Wanadamu katika maisha yao wameumbwa kusema na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, a'rifi nnasa taslam, wafahamu wanadamu uweze kusalimika na maisha yako. Usipowafahamu wanadamu utapata tabu sana kwenye maisha, kwa sababu wanadamu ndio wanadamu kwa namna walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wanawachuoni wanatufundisha ya kwamba namna unavyoishi na wanadamu, tambua ya kwamba wanaweza kukuhusudu kwenye maisha yako. Ukiwa unaishi, wanadamu wanaweza kukuhusudu.
Yani unaweza ukawa na jambo, usidhani kwamba jambo lile kila mmoja atapenda wewe kuwa nalo. Unaweza kuwa na watoto, ukadhani kwamba watu wote wanapenda wewe kuwa na watoto. La, hakuna wanadamu wote wanaopenda kwamba wewe uwe na watoto. Kuna wanadamu wanachukia wewe kuwa na watoto. Inawezekana wewe una gari, usidhani kwamba watu wote wanafurahia wewe kuwa na gari. La, hakuna kitu kama hiko. Usijiona wewe pengine una nyumba ukadhani watu wote wanafurahia, ukawa unaposti kwenye mitandao, unaweka kwenye status, unaweka hivi ukadhani watu wote wanafurahia. La, wanadamu kwa kawaida huwa hawafurahii wote mafanikio yako. Kamwe haijawahi kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Yusuf alayhi salam ndugu zake wanamhusudu Yusuf alayhi salam, ndugu zake wa kuzaliwa naye wanamhusudu Yusuf alayhi salam, unadhani wewe kwenye maisha yako na yale mafanikio yako uliyokuwa nayo wanadamu wenzio watashindwa kukuhusudu? Ni jambo ambalo haliwezekani. Ukiwa unaishi kwenye maisha yako, jua ya kwamba kile ulichokuwa nacho kuna watu wanafurahia na kuna watu vile vile hawafurahii kile ulichokuwa nacho. Kwa hiyo unapocheka na watu, unapozungumza na watu, hilo likae kwenye akili yako. Ujue kabisa hawa watu ninaocheka nao kuna vitu ambavyo kwangu hawapendi wao mimi kuwa navyo. Ndio wanadamu walivyo. Hata ndugu zako wa kuzaliwa, hata ndugu zako kwenye familia, hata ndugu zako kwenye ukoo, usidhani ya kwamba wanafurahia kila kitu. Hapana. Mtu mmoja aliwahi kusema kanuni ya maisha mwanadamu ilivyo, anapenda ufanikiwe lakini sio kumzidi yeye. Mwanadamu alivyo kwenye maisha yake, anapenda ufanikiwe lakini sio kumzidi yeye. Anayependa wewe ufanikiwe kumzidi ni baba yako na mama yako. Yani baba yako ukimzidi utajiri ajisikii vibaya, ukimzidi elimu ndiyo furaha yake, na mama yako hivyo hivyo. Lakini rafiki yako, jirani yako, wanadamu wenzio, hata ndugu zako wengine, yani kuna baadhi ya sehemu wamekuweka, ukiwazidi hapo wanaanza kukuchukia. The same vile vile kwenye nafasi hizi, vyeo. Leo inawezekana rafiki yako ukauna cheo akawa rafiki yako wa karibu sana. Siku ukiwa na cheo unashangaa rafiki yako yule yule anaanza kukuhusudu, anaanza kuchukia kwa nini una cheo. Yani anapenda ufanikiwe lakini sio kumzidi yeye. Lakini ajabu ya wanadamu ilivyo ni kwamba wakati wewe una shida, mna haso pamoja, mnahangaika pamoja, mnatafuta pamoja. Kwake yeye wala haimpi tabu kwenye maisha yake, haimpi tabu. Lakini siku utakayofanikiwa wewe kutoka pale ulipokuwepo ukasogea ukamuacha mahala, basi ujue kuna adui mwingine umemzalisha kwenye maisha yako. Yule rafiki yako mliokuwa mnasota wote yule, ukimwacha mahala wewe ukasogea kidogo, ujue yule naye anakuwa adui kwenye maisha yako. Mara nyingi watu wengi wanaofanyiwa husda na uadui sio na watu ambao wanaotoka mbali, bali ni wale watu ambao wanaowajua na watu wa karibu. Hii ni Mtoro TV.